Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda na kuendeleza urithi wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kuimarisha miundombinu na huduma za kijamii katika wilaya ya Butiama mkoani Mara. Mgombea katika uchaguzi mkuu wa uchaguzi kupitia chama cha kisiasa cha APDR, Gabriel Banza Mwitonde, amesema ana matumaini ya kushinda uchaguzi ujao nchini Burundi licha ya ushindani atakaoupata kutoka kwa chama tawala cha CNDD na FDD. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Sport Club Ahmed Ali amezungumzia namna kikosi cha Simba kilivyojipanga mbele ya wapinzani wao Azam FC. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda na kuendeleza urithi wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kuimarisha miundombinu na huduma za kijamii katika wilaya ya Butiama mkoani Mara. Waziri Mkuu amesema hayo hii leo Julai 3 alipohutubia mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja wa Mwenge wilayani Butiama, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi mkoani humo. Aidha, waziri mkuu aliagiza wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA kufanya tathmini ya haraka ya barabara za ndani ya Butiama na kuwasilisha makadirio ya fedha ndani ya mwezi mmoja ili utekelezaji uanze kwa awamu kuanzia mwaka huu wa fedha. Amesema barabara hizo ni pamoja na zinazoelekea maeneo ya kihistoria, ikiwemo barabara inayokwenda shambani kwa baba wa taifa. Linalohusiana na barabara pia hizi ndogo ndogo za ndani ya Butiama. Barabara za ndani ya Butiama nyingi hazipitiki. Mpaka barabara inayokwenda shambani kwa baba wa taifa haipitiki. Na barabara nyingine na pale palipoanzia Azimio, alipofanya matembezi baba wa taifa ya Azimio la Arusha, kuunga mkono Azimio la Arusha. Na barabara zingine za ndani kwa ndani ninyi mnazijua vizuri, hazipitiki. Nimemwahidi mheshimiwa mbunge na leo pia nimemwahidi kaka yangu Madaraka, kwa kuwa niliwahi kuwa pale hazina, najua kona, najua pia kona koti la babu linakuwa wapi, najua ukoko, nitawatafutia fedha za barabara hizi za ndani. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge pamoja na meneja wa TARURA mtamshirikisha na kaka kwa niaba ya familia, mzibainishe zile za kipaumbele ambazo tutaanza nazo mwaka huu, na tutaanza hatua kwa hatua ili tuweze kuzifungua barabara zote, ikiwemo mpaka na ile inayokwenda shambani kwa baba wa taifa. Wakulima wa zao la pamba nchini wametakiwa kutunza zao hilo katika mazingira ya usafi ili kulinda ubora utakaoiwezesha kuingia katika ushindani wa soko la kimataifa. Kwa undani wa taarifa hii tuungane na mwanahabari wetu Sai Matias. Rai hii imetolewa na kaimu mkurugenzi wa bodi ya pamba kanda ya Magharibi Renato Sefiribet wakati akizungumza na vyombo vya habari ofisini kwake kuhusiana na kuanza kwa msimu wa ununuzi wa pamba kwa mwaka 2026. Amesema zao la pamba ni zao la kibiashara, hivyo wakulima wazingatie viwango vya uvunaji, huku akitoa onyo kwa wanunuzi wa zao hilo zikiwemo AMCOS kuzingatia kanuni na taratibu za ununuzi pamoja na kuwalipa wakulima kwa wakati na sio kuwakopa. Msimu umeanza sasa na kwa kiasi kikubwa wakulima wameanza kuitikia kuuza pamba, na mpaka sasa kwa sehemu kubwa kwa elimu iliyotolewa na maafisa wa bodi ya pamba kwa kushirikiana na halmashauri zetu za wilaya ambako pamba inalimwa, pamba ya wakulima kwa sasa ni safi. Kuna mambo mawili ni wasisitize wakulima. Tutambue kwamba pamba ni bidhaa kama zilivyo bidhaa nyingine zote zinazotafuta soko la uhakika. Kwa hiyo usafi na ubora wa pamba ni msingi muhimu sana
wa kuimarisha soko letu la pamba kimataifa, tukizingatia zaidi ya 70% ya pamba yetu inauzwa nje ya nchi kwenye ushindani na pamba inayozalishwa kwenye nchi zingine. Miza kampuni zote za ununuzi wa pamba zihakikishe muda wote, wakati wote ambapo wananunua pamba ya mkulima asikopwe. Mkulima anapopeleka pamba yake, akishauza pamba yake, alipwe pesa yake kama alivyouza kulingana na kiasi cha kilo zake. Wahimize wanunuzi wa pamba, hasa AMCOS ambao wanapima ile pamba ya mkulima. Wakulima wetu wanajitahidi sana kusimamia kilimo cha zao lao la pamba mpaka kufika kuvuna. Kwa hiyo vitendo vilivyokuwa vikijitokeza misimu iliyopita, mkulima kuibiwa pamba yake kupitia kwenye mzani wa kupimia pamba, tafadhali sana kwa msimu huu wasijaribu. Serikali imejipanga na yoyote atakayekamatika ni uhujumu uchumi kama wahujumu uchumi wengine. Kufuatia onyo la wanunuzi, wakati mkurugenzi wa kampuni ya Mashat Investment mkoa wa Shinyanga, Novatus Shirima, amewahakikishia wakulima kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa katika ununuzi wa zao la pamba, ukiwemo uimara wa mizani na kuwalipa fedha kwa wakati. Kiukweli tumejiandaa na soko vizuri. Tumeweka vituo vyetu sawa, tumeshaandaa miundombinu ya kusafirisha pamba hiyo, lakini pia fedha kwa mkulima ipo karibu. Atakapofika akipimiwa, basi mkulima apate fedha yake pale pale. Kwa hivyo kikubwa, mkulima akivuna awaishe pamba sokoni kwa wakati kwenye vituo vyetu vya manunuzi. Nao baadhi ya wakulima wa pamba katika kijiji cha Mwalukwa, kata ya Mwalukwa, wilaya ya Shinyanga, akiwemo Ligobeti Lugembe, ambao tayari wameuza zao hilo, wamekiri kuridhishwa na huduma waliopata na kwamba tayari wamelipwa fedha zao, huku wakiwataka wakulima wengine kuleta pamba ili wapate fedha kwa ajili ya mahitaji ya familia. Naipongeza sana serikali kwa bei elekezi iliyotutolea ya 1240 na kampuni ya Mashati naipongeza kwa sababu hatuuzi pamba kwa mkopo. Lakini ninawaasi wakulima wenzangu tuuze pamba mapema ili tuweze kununua chakula, maana sasa mazao bado ni bei nzuri. Kwamba kwa kweli kuhusu bei tumelizika nayo kwa sababu tayari tunauza. Alafu isitoshe kwamba kuna ongezeko kubwa, mabadiliko makubwa kutoka mwaka jana ilivyokuwa mpaka leo mwaka huu, naona bei iko nzuri sana. Alafu kitu kingine nataka nizungumzie swala la ubora wa mizani, kwamba kuna sehemu fulani wanalalamika hivyo, lakini kwa upande wetu sisi hapa naona kama mizani iko vizuri, kwa sababu tunapojaribu kupima tunaona kwamba uzito wa pamba namna jinsi ulivyokadiria unakuja kufikia hatua ile ambayo tunatamani iwe. Nikiripoti kutoka Shinyanga, mimi ni Sai Matias. Halmashauri ya Mlimba imeendelea kuwa kinara katika ukusanyaji wa mapato na utekelezaji wa shughuli za maendeleo ndani ya mkoa wa Morogoro, hali inayopelekea viongozi wake kupongeza kwa utendaji kazi huo mzuri. Pongezi hizo zimetolewa Julai 2, 2026 na mkuu wa mkoa wa Morogoro Mheshimiwa Adam Kigoma Malima wakati akiongoza kikao maalum cha baraza la madiwani cha kupitia hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kilichofanyika katika halmashauri hiyo ya wilaya ya Mlimba. Mheshimiwa Adam Malima amesema halmashauri ya Mlimba ni kinara wa maendeleo katika mkoa wa Morogoro, hususan katika usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na ukusanyaji wa mapato. Kwamba inawezekana halmashauri ya Mlimba kwa kasi ya kufikia malengo ya ukuaji wa mapato na maendeleo ya jumla inaweza ikawa katika halmashauri 5 bora za Tanzania nzima. Kwa hiyo mimi ninapokuja hapa ninakuja kwa kujidai, sio kwa nafasi. Lakini hapo mambo lazima tuelewane. Hii wilaya ni halmashauri ni kinara wa maendeleo. Wilaya hii ina utekelezaji wa mradi mzuri wa mfano, lakini halmashauri hii pia hata kwenye miradi ambayo kwenye ziara ujio wa mwenge uliopita wiki chache zilizopita wakimbiza mwenge wameutoa mradi wa halmashauri ya Mlimba kama halmashauri ambayo wao wamevutiwa nayo sana kwa kazi kubwa iliyofanyika. Nataka nikwambie
kwamba kuna tofauti mtu anapopata mapato makubwa kwa sababu amepiga bingo, umegundua mafuta, umepata mgodi wa dhahabu ambao unalipa sijui nini, service levy sijui na. Sasa watu wa Mlimba mlikuwa mnataka miaka mitatu miwili iliyopita, nikiona mnafanya mambo ya maajabu nisema, wakati mimi najua nyinyi mna uwezo wa kufanya mambo ya ajabu. Kila mtu akiniangalia, tukikaa kwenye mazungumzo, kuanzia watu wa kopra, watu wote stakabadhi ghalani, watu wote wakikaa kwenye vikao vyetu vya kilimo, wakija kuniambia, mheshimiwa, tunaiangalia Mlimba kama halmashauri ya kipekee. Ameongeza kuwa mafanikio hayo yanatokana na uongozi imara na usimamizi mzuri wa rasilimali, hivyo kuwapongeza viongozi wa halmashauri hiyo kwa kazi nzuri kubwa wanayoifanya kuimarisha uchumi na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mlimba ndugu Jamal Abdul amesema katika mwaka wa fedha 2025-2026 halmashauri ilikuwa imekadiriwa kukusanya mapato ya shilingi bilioni 8.5, lakini ilifanikiwa kukusanya shilingi bilioni 8.8 sawasawa na 102% ya lengo. Kwa fedha 23-24 ilipanga kukusanya bilioni 4.2 ikiwa ni mapato yasiyolindwa, lakini mapato lindwa ilikuwa ni bilioni 652. Jumla kukusanya bilioni 5.9. Makisio yalikuwa bilioni 4.8, makusanyo yalikuwa bilioni 5.9. Mzunguko mkuu ilikuwa ni mwaka wa fedha 23-24, lakini mwaka 24-25 tulikisia kukusanya bilioni 5, bilioni 6.9, lakini tumekusanya bilioni 7.8 sawa na 112. Lakini mzunguko mkuu kwa mwaka wa fedha 25-26 tulikisia kukusanya bilioni 8.5, lakini tumekusanya bilioni 8.8 sawa na 102%. Mkuu mkoa wa fedha ambao tumeuanza jana tumekisia kukusanya bilioni 9.3. Amesema kwa mwaka wa fedha 2026-2027 makisio ya mapato yameongezeka na kufikia shilingi bilioni 9.3. Naye mwenyekiti wa halmashauri hiyo Mheshimiwa Martha Daniel ameomba serikali kuingilia kati tatizo la kupanda kiholela kwa gharama za usafirishaji wa mazao, kwani amesema kwa sasa wakulima hutozwa zaidi ya shilingi 10,000 kusafirisha gunia moja la mpunga, jambo linaloongeza gharama za kupunguza kipato chao. Na sisi kama sheria tumeifuata, tumeitekeleza. Utekelezaji wake mkuu wa mkoa umetekelezwa tarafa moja ya Mlimba, lakini tarafa ya Mgeta mpaka hivi sasa hivi hakuna utekelezaji na agizo ilitolewa mbele ya watendaji. Lakini tunashangaa kwamba watendaji wako tarafa ya Mlimba tu, tarafa ya Mgeta hakuna, na wananchi wanalalamika. Kwa nini Mlimba tunajaza ujazo wa debe 10 na debe 7, alafu wenzetu wa Mgeta wanajaza mjazo wa debe 10? Lakini sisi kama wale tunaendelea na Rumbesa, lakini halmashauri ya Mlimba imetii mpaka sasa hivi wanajaza mjazo wa debe 7, isipokuwa tu katika mjazo ule wasafirisha bado bei hawajapunguza. Ukiwauliza kwa nini bei zimepanda kiasi hicho, mtu anatoa kiloba cha debe 7 na Sagati kuja Mlimba anasafirisha kwa usafiri wa laki moja cha debe 7 shilingi 13,000 mpaka afikishe kwenye ghala la Mlimba, kwa sababu kule kwa wenzetu hawana hivyo viwanda vya kusema kwamba kuchakata hiyo mipunga. Kwa hiyo bei imekuwa ni kubwa kiasi kinachojazwa kidogo, lakini bei imekuwa ni kubwa, kidogo kimekuwa ni kikubwa sana kwa wananchi wetu. Na tungeomba kama taasisi kwamba waangalie basi tupunguzie hizo bei, kama ni mafuta basi wameenda kwa refu sana. 13 hiyo ilikuwa ni kubwa sana. Katika hatua nyingine ameongeza kuwa utekelezaji wa sheria ya kuweka Rumbesa umezingatiwa hususani tarafa ya Mlimba, lakini wakulima wa tarafa ya Mgeta bado wanakutana na changamoto hiyo. Wameiomba serikali kuitafutia ufumbuzi. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV.
Katika kuimarisha ulinzi na usalama wa wananchi, jeshi la polisi wilaya ya Nyamagana limewakamata wamiliki na wafanyabiashara wa nyumba za kupangisha kuhakikisha wanawafahamu vyema wapangaji wao, ikiwemo historia na shughuli wanazozifanya ili kuzuia nyumba hizo kutumiwa kama maficho ya wahalifu na vitendo vya uhalifu katika jamii. Kwa undani wa taarifa hii, tuungane na mwanahabari wetu Maltrida Baltazari kwa taarifa zaidi. Wito huo umetolewa Julai 2, 2026 na mkuu wa polisi wilaya ya Nyamagana, mrakibu mwandamizi wa polisi CCP Virginia Sodoka, wakati wa mkutano wa hadhara uliowakutanisha viongozi wa serikali za mitaa ya Uhuru, Rufiji, Utembini, maafisa wa jeshi la polisi ngazi ya mkoa na wilaya, pamoja na wananchi wa kata ya Mirongo na Mbugani. Akizungumza katika mkutano huo uliofanyika eneo la dampo Pagoniz, CCP Sadoka amewataka wamiliki hao kuhakikisha wanafuata taratibu zote za kisheria, ikiwa ni pamoja na kutambua vyanzo vya mapato vya wapangaji wao na historia ya maeneo wanayotoka. Wewe baba mwenye nyumba, wewe mama mwenye nyumba, unapangisha watu 20, watu 30, watu 10 kwenye nyumba yako. Mchana wameshinda wamelala, usiku wanaenda wapi? Usiku wanaenda wapi? Kazini. Usiku wanaenda wapi? Kazini. Na wewe unajua kabisa usiku wanaenda kufanya uhalifu. Mchana kutwa wameshinda wamelala, wewe hujui wametokea wapi, wanafanya kazi gani. Mchana kutwa wamelala, usiku wanaenda kufanya uhalifu, asubuhi wanarudi na mavitu mengi yamejaa kwenye maroba, TV, radio, sahani, kijiko, yebo, kila kitu kiko huko. Uongo? Na anaanza kuuza pale na sisi tunanunua, na wewe baba mwenye nyumba unachukua kodi. Mtu ameleta matunda ya nini? Yale ni matunda ya uhalifu. Kwa sababu wewe unakuwa unajua kwamba hawa ni wahalifu na utoi taarifa. Na wewe ni nani? Na wewe ni nani? Na wewe mhalifu. Na wewe baba, mama, mtoto wako ni mhalifu, mjukuu, na wewe unakula matunda ya nini? Ya uhalifu. Na wewe ni nani? Mhalifu. Sasa watoto kama wao wakikamatwa, ambao wanafanya uhalifu, wazazi wao wanawakumbatia. Akikamatwa makelele yanakuwa mengi, amesingiziwa, mwenyekiti kamsingizia, sijui nani kamsingizia, kwa sababu na wewe unafanyaje? Ni mnufaika wa uhalifu. Aidha, Sadoka aliwakumbusha wazazi na wafanyabiashara wa kata hizo kuhakikisha maeneo yao yanakuwa salama, kwani jukumu la ulinzi na usalama ni la kila mwananchi na siyo jeshi la polisi pekee. Kwa hiyo ni imani yetu sisi jeshi la polisi kuhakikisha kwamba sisi wana Milongo na wale ambao tunatoka nje ya Milongo kuja kufanya biashara, tuhakikishe kwamba maeneo yetu ya Milongo yanakuwa nini? Yanakuwa salama. Kwa sababu nimesema jukumu la ulinzi na usalama ni jukumu la kila mwananchi na sio jeshi la polisi peke yake. Kila mwananchi anatakiwa ashughulike na ulinzi na usalama kwenye eneo lake na sio jeshi la polisi peke yake. Kwa hiyo natoa wito, ndugu wananchi wa maeneo haya, tushirikiane kuhakikisha kwamba jamii inakuwa salama na tuhakikishe kwamba tunalinda amani ya nchi yetu. Tunalinda amani iliyopo. Aidha, amewasihi wananchi kuanzisha na kuimarisha vikundi vya ulinzi shirikishi kwa kuwatumia vijana wazalendo, kuwapa maelekezo, mafunzo sahihi na kuwaunga mkono badala ya kuwakatisha tamaa. Ili eneo tuwe na vikundi vya ulinzi shirikishi. Eneo hili halina vikundi vya kutosha vya ulinzi shirikishi. Kila mtaa kiwe na kikundi cha nini? Cha ulinzi shirikishi. Na sisi ni jukumu la wananchi kuhakikisha kwamba tunatafuta vijana ambao wana weledi, ambao watafanya kazi vizuri, ambao sio wahalifu, ambao ni wazalendo, waweze kufanya kazi za ulinzi. Na sisi wananchi ni jukumu letu kulinda nini? Kulinda amani na kuvilea hivyo vikundi vya ulinzi shirikishi, kuhakikisha kwamba vinafanya kazi. Wakati wengine wamelala, wenyewe wanapita maeneo mbalimbali. Kwa hiyo sisi wananchi ni jukumu letu kufanyaje? Kuvilea hivyo vikundi vya ulinzi shirikishi na kuvivifisha, kuvikatisha tamaa, visifanye nini? Visifanye kazi. Kwa upande wake, mkuu wa dawati la jinsia na watoto wilaya ya Nyamagana,
ASP Pili Saburi alibainisha kuwa dawati hilo linapokea na kufanyia kazi kesi zote za ukatili wa kijinsia zikiwemo na ubakaji, ulawiti na shambulio la mwili. Dawati la jinsia na watoto linapokea kesi zote za ukatili wa kijinsia. Kesi hizo ni jinai kama vile kubaka, kulawiti, shambulio, kujeruhi, lakini kutelekeza familia. Kina baba tusitelekeze familia, sawa eh? Kina mama tusitelekeze watoto tukaenda kuzurura, tukaenda kunywa pombe, tukaenda kwenye vikoba tukajisahau kurudi kutizama watoto wetu. Sawa jamani? Tunawakaribisha dawati la jinsia na watoto mje kuripoti kesi zote ambazo zinahusu masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini tutoe taarifa za uhalifu hasa masuala haya ya ukatili ili tuwe na jamii huru ambazo hazina ukatili. Alitoa wito kwa wazazi kutotelekeza familia zao, akisisitiza kuwa malezi bora ndiyo nguzo kuu ya kujenga jamii huru isiyo na ukatili. Naye mkuu wa kikosi cha usalama barabarani wilaya Nyamagana ASP Mark Masawe alitumia fursa hiyo kuwataka madereva kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za barabarani, huku akionya tabia ya baadhi ya madereva kuendesha vyombo vya moto wakiwa wamelewa pombe ili kuepusha ajali zinazoweza kuzuilika. Tupunguze vitendo vya ulevi. Narudia, kuwa mlevi ukaendesha chombo cha moto. Mfano, hapa mjini unatakiwa kuendesha kilomita 50 au chini ya hapo kwa saa. Ukipiga balimi zako mbili, zinakwambia kwamba wewe nenda tu mwendo kasi, piga honi hao watu watakupisha. Sheria si hailikubali. Hali kadhalika, unaendesha pikipiki. Wale tunaokwenda kwenye mafunzo ya pikipiki tunasema ukinywa chupa moja pikipiki inakunywa ngapi? Ukinywa mbili inakunywa 4. Kwa hiyo ukinywa 4 yenyewe imekunywa 8. Ukitoka hapa na pale umeanguka, maisha yamepotea pale. Na pikipiki kwa namna ilivyotengenezwa hasa za magurudumu mawili ni hatari sana kwako. Ukiamua kunywa, tafuta usafiri, nenda nyumbani kwako, sheria itakaa kimya wala hakuna mtu atakutafuta. Mkutano huo ulihitimishwa kwa wananchi kuahidi kuunga mkono juhudi za jeshi la polisi za kuimarisha usalama, huku polisi kata ya Mirongo, mkaguzi wa polisi Fatuma Mpinga akiwakumbusha wananchi kuacha kuwaogopa askari na badala yake wafike vituo vya polisi na kueleza shida zao za kiusalama. Kingine, msiwe mnaogopa kwenda msiogope kutoa taarifa kwenye vituo vya polisi. Na ndio maana tukaletwa sisi wakaguzi kata. Ila sisi tumeletwa kwenu nikae na wewe kama rafiki ili ukiwa una shida ueleze ile shida yako ambayo unahitaji iende polisi. Hutaki ufike kituo cha polisi. Mtutumie. Msituogope. Tumekuja kwenu kwa ajili tudiscuss masuala ya usalama. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Wilaya ya Siha imefanya kongamano la vijana la wilaya lililolenga kuwajengea vijana uelewa kuhusu fursa mbalimbali za kiuchumi na kijamii zilizopo ndani ya wilaya na kujadili kwa pamoja changamoto zinazowakabili vijana na njia ya kuzitatua kwa pamoja kupitia jukwaa la vijana. Kongamano hilo limefanyika Julai tarehe 2, 2026 katika ukumbi wa RC Sanyajuu likihudhuriwa na mkuu wa wilaya ya Siha Dr. Christopher Timbuka akiwa mgeni rasmi na viongozi mbalimbali wa serikali na taasisi binafsi, wataalamu na vijana wa kata zote 17 za wilaya ya Siha. Akizungumza katika kongamano hilo, mkuu wa wilaya ya Siha Mheshimiwa Daktari Christopher Timbuka amewasihi vijana waliopo katika vikundi kuchangamkia fursa za zabuni zinazotolewa na halmashauri kwa kuomba na kufanya kazi kwa uaminifu na uadilifu. Halmashauri kuna vijana, kundi fulani la vijana lilizinduliwa na mbio za mwenge, walipewa mkopo. Sasa hivi wanatengeneza, wanachukua zabuni, wanafanya kazi nzuri. Sasa changamoto tunayopata kwa makundi kama haya mara nyingi inakuwa ni kutokuwa waaminifu, kutokuwa serious. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo ningewasihi sana tujiepushe na hiyo. Tunapata mafundi wa hapa jirani, tunawapa zabuni kubwa tu, lakini usumbufu tunaopata ndio unaokatisha tamaa. Lakini kama ukifanya kazi vizuri, ina hata wale wanaotoa zabuni
watakuwa na kuchangamkia. Serikali imetoa 30% ya manunuzi iende kwenye makundi haya, vijana wenye mahitaji maalum au tunasema walemavu na akina mama. Lakini sasa wakati mwingine kutoka wengine anakosa sifa za kupata hizo zabuni kwa sababu tu wanakosa ule uaminifu wa kuwa serious kwenye kazi. Sasa hiyo inakuwa inatuharibia. Kwa hiyo sisi tukipata fursa hizi tuzitumie ipasavyo. Amewasisitiza kutumia elimu walioipata katika kongamano kuboresha hali zao za kiuchumi na kijamii na kujiepusha na vitendo vya rushwa, kutumia mitandao ya kijamii kwa usalama na tija na kuwa wazalendo ili kuchangia maendeleo ya wilaya ya Siha na taifa kwa ujumla. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji Bi Helen Mwambeta amesema kwa sasa serikali imepanua wigo wa kundi la vijana wanaonufaika na mkopo wa 10% kwa kuongeza umri wa vijana wanaostahili kupata mkopo kutoka miaka 35 hadi miaka 45, hatua ambayo imeongeza fursa kwa vijana zaidi kupata mkopo. Kupitia serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia, kwanza amefanya kazi kubwa. Awali vijana walikuwa wanaishia miaka 35, lakini sasa hizi vijana wanaishia miaka 45. Kwa hiyo fursa kwanza serikali imeongeza wigo, imetanua wigo wa kuhakikisha kijana anapata mikopo kupitia ili kundi la 10% au 10%. Kwa vijana wengi wenye umri kuanzia miaka 18 mpaka 45 wamekuwa ni wanufaika wakubwa wa hii 10%. Amesema halmashauri ya wilaya ya Siha imeendelea kutoa elimu na kuhamasisha vijana kujiunga katika vikundi na kuchangamkia fursa mbalimbali za kiuchumi kama biashara, kilimo, ufugaji na shughuli nyingine za uzalishaji mali ili kujikwamua kiuchumi. Lakini kupitia wilaya ya Siha pia tumekuwa tukihamasisha vijana makundi haya, kuwapa elimu, kuainisha fursa zilizopo. Tumewawezesha wameweza kuunda makundi mbalimbali ya 10% na kuwapatia mikopo. Pia tumeweza kuhamasisha na kuendelea kutoa elimu kuhakikisha kwamba watu wasikae vijiweni. Kupitia kongamano hilo, washiriki wamepata elimu kupitia wawezeshaji mbalimbali waliowasilisha mada zinazohusu afya ya akili, mapambano dhidi ya rushwa, uzalendo, uwekezaji, masuala ya kodi, matumizi salama ya majukwaa ya mtandao, pamoja na mada nyingine zilizolenga kuwajengea vijana uwezo wa kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo ya uchumi na kijamii ndani ya wilaya na taifa kwa ujumla. Nipongeze ofisi ya mkuu wa wilaya na mkurugenzi kwa kuliandaa jukwaa hili kiwilaya. Imefanyika kama fursa kubwa sana kwetu kwa sababu zimetolewa mada hapo za masuala ya afya ya akili, mada za masuala ya rushwa, ulipaji kodi, uwekezaji, fursa na biashara. Kiukweli ni mada ambazo kwa ujumla wake zinamtengeneza kijana kuzitambua fursa zinazomzunguka na ni namna gani kijana awe mzalendo kwenye taifa lake. Tumeona wingi wa vijana kutoka kona tofauti za wilaya yetu ya Siha walipofika. Kiukweli imekuwa ni platform kubwa sana. Sisi tunaomba tu majukwaa haya yasiishie kwenye ngazi za wilaya tu, yashuke kule chini kwenye ngazi za kata na vijiji, ili elimu hii iendelee kuwa elimu kubwa kwa vijana wetu wa wilaya ya Siha. Fursa ambazo leo tumezisikia kutoka kwa wawezeshaji wetu ni nyingi, lakini pia elimu imekuwa sahihi kwetu sisi kwa sababu ni vijana ambao tulikuwa tunatambua kwamba serikali haipo na sisi au hata namna gani ya kuweza kujitoa sehemu moja na kuweza kufanya mambo makubwa. Lakini kupitia masomo ya leo ama fursa ambazo tumezipata siku ya leo, tumejua ya kwamba hata kijana ukiwa barabarani au labda mtaani, tuseme upo nyumbani, fursa zipo nyingi. Njoo jumuika na wenzako kupitia vijana platform na uweze kupata vitu vizuri kutoka serikali. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Naam, kwa sasa tuelekee kule nchini Burundi ambapo mgombea katika uchaguzi mkuu wa uchaguzi kupitia chama cha kisiasa cha APDR Gabriel Banza-Mwitonde amesema ana matumaini ya kushinda uchaguzi ujao nchini Burundi licha ya ushindani atakaoupata kutoka kwa chama tawala cha CNDD na FDD. Uchaguzi mkuu wa urais utafanyika mwaka ujao ambapo Rais Evariste Ndayishimiye akiwa ndiye anayewakilisha chama cha CNDD FDD katika uchaguzi huo. Kutoka nchini Burundi, mwanahabari wetu Bukuru Elias ana ripoti zaidi.
Akitoa hotuba katika maadhimisho ya miaka 64 ya uhuru wa Burundi, Rais Evariste Ndayishimiye amelikosoa kanisa Katoliki akinyosha kidole kwa kufanya kazi na wakoloni wasioipenda nchi ya Burundi iweze kuendelea. Ubwa kabiri nkebure, mnapaswa kufahamu kuwa Burundi sio shamba la Ubelgiji. Muwe na umoja wa kujenga nchi. Burundi iwe nchi itakayosimama yenyewe na kuonekana katika nchi nyingine. Nitoe wito kwa asasi zote za kiserikali na watumishi wa Mungu, hasa dhehebu la Katoliki. Mnafahamu kuwa Katoliki lilikuwa na muungano ambao ulikuwa hukubali Burundi kupata uhuru wake. Ndilo liliokuwa dhehebu kubwa nchini, lakini hadi kufikia sasa ndilo lenye wafuasi wengi. Mnajua yaliyotokea, baadhi ya watu waliuawa na kuna viongozi wa dhehebu hilo wanaoshukiwa kuhusika katika mauaji hayo. Hadi sasa bado tunaona wafanyakazi wa Mungu wanaofanya kazi kana kwamba wao ni wapelelezi wa wakoloni, na hayo yamekuwa yakionekana, ambapo badala ya kuwashauri viongozi wao wamekuwa wakikosoa zaidi, kana kwamba bado wakoloni wana nafasi kubwa nchini. Kwa sasa mnatakiwa kutoa mafundisho ya kuleta amani pamoja na matumaini, na sio ya kuwapatia nafasi wasioipenda nchi iweze kuendelea. Lakini pia nitoa wito kwa CNDD-FDD. Nchi itakuwa huru endapo Warundi hawatakuwa tegemezi kutoka kwa mataifa ya nje. Tunatakiwa kufanya kazi kwa bidii ili nchi iweze kusimama vizuri. CNDD-FDD imeundwa na Warundi wote ambao walichukua hatua ya kuiendeleza nchi. Hata hivyo, kati ya Warundi hao kuna wenye fikira wanaodhani kuwa nchi itaendelea kwa kuyategemea mataifa ya nje. Hata sasa kuna ambao wanadhani Burundi ni shamba la wakoloni, wakijipendekeza kwao ili wawapatie kazi, na waomba wasahau hilo, watambue kuwa nchini mwao ndipo watakapozikwa. Bakabisemba kugira ngo babaha akazi kuburaririzi mu Burundi. Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura. Katika kuelekea fainali ya kombe la shirikisho la CRDB itakayopigwa hapo kesho Julai 4 mwaka huu baina ya Simba Sport Club na Azam FC, meneja habari na mawasiliano wa Simba Sport Club Ahmed Ali amezungumzia namna kikosi cha Simba kilivyojipanga mbele ya wapinzani wao Azam FC. Wake, lakini sisi ni bora zaidi ya yeye, na sisi ni wakubwa zaidi ya yeye, na sisi tuna uhitaji mkubwa kweli kweli na kombe hili, na watu waliotuma sisi ni wengi zaidi kuliko waliowatuma wao. Kwa hiyo sisi tuna sauti nyingi nyuma yetu zinatusukuma tuwapelekee kombe hili, zinatupa mzuka, morali na hamu ya kupambana kuwapelekea kombe hili. Ndio maana nasema ya kwamba tuko hapa kwa option moja tu ya kulichukua kombe la CRDB na kuwapelekea wanasimba walipo. Kwa upande wake, kocha mkuu wa Azam FC Florenti Ibenge amezungumzia maandalizi yake kuelekea mchezo wao dhidi ya Simba Sport Club. In our mental we have to be strong because we are tired. Simba also are tired because it's the end of the season, but we are going to take all of the strengths with our mental, and we need to be clever also because this team is very strong. So how we are going to play when we have the ball and when we don't have the ball, it will be important to be fit for that. The games are always different, so if we stay with these two games, believe me, it's sure we are going to lose, so we have to forget that. Mchezo huo unatarajiwa kupigwa hapo kesho majira ya saa 11 jioni katika viwanja vya Gombani huko Pemba.
Naam, mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa yetu ya habari, tuangazie muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda na kuendeleza urithi wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kuimarisha miundombinu na huduma za kijamii katika wilaya ya Butiama mkoani Mara. Mgombea katika uchaguzi mkuu wa uchaguzi kupitia chama cha kisiasa cha APDR, Gabriel Banza Mwitonde, amesema ana matumaini ya kushinda uchaguzi ujao nchini Burundi licha ya ushindani atakaoupata kutoka kwa chama tawala cha CNDD na FDD. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Sport Club Ahmed Ali amezungumzia namna kikosi cha Simba kilivyojipanga mbele ya wapinzani wao Azam FC. Na mtazamaji, tumefikia mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa hii, jina langu ni Samuel Chem, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea.